Bwana Coach Zuberi Mkaraboko, jana Young Africans wamemtambulisha kocha mkuu Mankoba. Nataka kusikia kauli yako, ni kocha wa aina gani na vipi ujio wake? Kocha Mankoba ni kisinia. Mankoba ni kisinia, coach ambaye anajipambanua kwa historia, uwezo na nafasi. Nilipata kusema siku moja hapa kwamba club kama Young Africans kwa mtindo ilivyo, aina ya uendeshaji, usajili wanaofanya, viongozi wetu na utamaduni wa Kitanzania, tunahitaji kupata kocha kisinia. Ana vitu vingi. Unajua kisinia kinakuwa na vitu vingi. Kachumbari pale, nyama hapa, tui hapa, nini maana yake? Hizi timu zetu sisi zinao utamaduni ambao kwa 90% sio weledi sana. Kwa hiyo mnahitaji mlete kocha ambaye ana sifa za ukufunzi, ana sifa za ualimu, lakini wakati huo anaweza kuishi na watu kama mzazi. Mankoba ni kocha ambaye kafanya kazi kubwa sana kwa historia na coach Pitso Mosemane, na hata ujio wake kwa 78 na 90 kwa ushauri mhandisi engineer Hersi ni kutoka kwa Pitso Mosemane. Kifupi watu hawajui, Pitso Mosemane ni mshauri wa Young Africans. Ndio maana matukio mengi Young Africans yanakuja hapa, haji tu kama rafiki yao, ni mshauri mkubwa wa Young Africans yule Pitso Mosemane. Kwa hivyo kwa maendeleo ya mpira wa Afrika sasa hivi, Afrika Kusini ndio taifa ambalo linatoa makocha wengi bora. Ndio maana kwa mara ya kwanza unashuhudia makocha wa Afrika Kusini wanaenda kufundisha mpaka nchi za kaskazini. Lorani wale, Fadlan Davis, tumemwona juzi huyu Siad Ramovic, makocha ambao wanatoka Afrika Kusini. Kwa sababu wenzetu wana soka la kasi sana, umiliki mpira mzuri na kasi kubwa, kitu ambacho ni mapinduzi katika mpira. Mankoba unaweza ukamkosoa ukiwa ufahamu, lakini ukiwa unajua inabidi tusubiri nini Yanga kinaenda kutokea. Huu ni kocha ambaye kafanya nyuma ya Pitso Mosemane kwa mafanikio makubwa, na ashajipambanua yeye mwenyewe akipewa timu kwa kupata vikombe Afrika Kusini pale. Nani asiyejua ligi ya Afrika Kusini bora kuliko yetu? Lakini ameshadili na wachezaji wengi bora, wachezaji wa kawaida, na sifa yake kubwa ni kwamba ana uwezo pia wa kujengea ubora wachezaji wa kawaida. Sasa taasisi kama Young Africans wanaweza kusajili wachezaji wazuri na hawa wa kawaida. Unahitaji kocha kama Chaga kwenye kitanda cha zamani, anatuliza godoro hata kama dogo limesha kuisha, lakini akipigi kelele. Kwa nini? Ana uwezo wa kuboresha team balance kama ambavyo alifanya yule Nabi alifanya wakati ule, huyu Miguel, na yeye ana wajibu wa kufanya hivyo. Kwa hiyo Young Africans wameleta kocha kisinia, atawajengea timu na atawakomazia timu, na ndio maana focus yao iko kwenye eneo hilo. Lakini kocha ambaye wamemtafuta kwa utafiti sana, kama ambavyo usajili wao safari umejaa utafiti sana, usajili wa Yanga safari umejaa utafiti sana. Wengi wameshataja makocha wengi kwamba watakuwa wao, lakini nilisema na hata wachezaji wao naogopa kusema kutaja majina, hawa wanafanya biashara za hapo wao, lakini usajili wao umejaa utafiti sana na umekamilika. Leo katajwa kocha, kuanzia usiku wa leo wanaanza kutaja milio ya wachezaji wao, na watamaliza na mchezaji ambao watu wote waliamini hawezi kucheza Young Africans. Utambulisho wa Yanga wa mwisho ni wa mchezaji ambao watu wengi wanaamini mchezaji hawezi kucheza Young Africans, watamtambulisha hao. Sasa nini ambacho nakiona ni hicho, lakini kwa kweli wamepata kocha ambaye anafanya kazi ya ujasusi na upelelezi ndani yake. Unajua iko tofauti ya ujasusi na upelelezi, wataalamu hayo mambo wanajua. Kwa kocha Mankoba ni yule ambaye anafanya kazi ya ujasusi na upelelezi ndani yake. Kwa hiyo hivyo ni mmoja wa kocha bora sana. Nimesikia anazungumza kwamba huyu kocha ni mtu ambaye anapenda kushambulia sana, lakini pia anakumiliki mpira. Baadhi ya watu washazungumza kwamba pengine tutarajie kushuhudia zile 5-5 zikirudi na kuzidi, sio 5. Kocha Mankoba ni kocha ambaye anairejesha Yanga inawatolea unyevu wapinzani. Yanga ya kutoa unyevu kama injini mpya ya gari, ukiwasha tu ukienda kwenye bomba la moshi unaona unyevu. Kocha Mankoba kairudisha Yanga ya unyevu ya pesi kubwa. Falsafa zake wanasema meticulous coach. Ni kocha ambaye ana uwezo kujua wapinzani wanatakiwa wafanyweje. Ni kocha anayeamini soka la kuvutia, kasi ndio njia ya kujilinda timu yake sambamba na ushindi.
Wachezaji wa Mankoba wavivu hawezi kucheza mbele ya kocha. Mchezaji mvivu hawezi kucheza mbele ya kocha. Huyu si kocha anayehusudu wachezaji wavivu, ni kocha ambaye anataka wachezaji wanaojituma kwa kufuata maelekezo. Ndio maana unaweza kuona hata hizo sajili zinafanyika za Yanga Africa, watu walikuwa wajui. Kwa nini Yanga wamesajili mawinga wengine? Huyu ni kocha ambaye anataka timu yake iwe na mabavu kwenye mapana ya kiwanja na katikati. Na usajili wote unaofanyika Yanga Africans, mshauri ni yeye. Yanga walishamalizana na huyu kocha miezi 3 nyuma. Yanga Africans walishamalizana na huyu kocha miezi 3 nyuma. Hata wakati Pedro yuko hapa, wao huyu kocha walishamalizana naye. Kuijenga Yanga kama taasisi imara kwenye michuano ya kimataifa msimu huu. Acha ligi ya ndani ambayo wao wanaamini haiwezi kuwasumbua. Ndio kitu ambacho kilikuwa kwa huyu kocha. Na kueleza kitu ambacho tunaweza kueleza. Hawa walifanya usajili wa kocha miezi 3 nyuma. Alikuwa anataka tactical demands. Na usajili mkubwa unaofanyika msimu huu, yeye ni mshauri. Na unataka kujua hilo, utaona katika usajili wa Yanga wachezaji wote wanataja wako wachezaji anatoka nao kwenye ligi yake. Alikotoka huko kwa Afrika Kusini. Ndio unaweza kujua wengi tunataja usajili wa Yanga, lakini mmoja usajili wa Yanga ni mchezaji ambaye anatoka naye huko hao. Na baada ya dirisha dogo ni sambamba na golikipa wanatoka naye huko kwa Afrika Kusini. Unanielewa ninachokueleza? Lakini wanasema kwamba huyu anamfahamu vyema Steve Barker. Pengine tutakwenda kuona, tutarajie kwenda kuona ushindani wa tofauti kidogo na msimu uliopita. Sidhani kama analetwa kwa ajili ya Steve Barker. Huyu ni kocha ambaye hajaletwa kwa Steve Barker. Ameletwa kwa sababu za Yanga. Ameletwa kwa mahitaji ya Yanga, sio mahitaji ya Steve Barker. Sababu Steve Barker mbele ya Yanga akafanya nini? Sababu ubingwa bado Yanga wanao. Huyu kocha kaletwa kwa ajili ya Yanga, sio Steve Barker. Na coach sio kocha, anafanya kazi na wachezaji gani? Wakati unamtajia mkumbuka kina Aziz Ki wapo. Mkumbuka yule fullback mpya yupo, na yule winga wanayemtaka watu wengi yupo. Na usajili wake utakapokamilika nitakwambia nani kafanya kazi kubwa ya yule winga kuja hapa nchini. Nitakwambia usajili huo nani kafanya kazi ya yule winga kuja hapa nchini. Kwa ukumbuke wakati tunataja timu yao ikoje, hao wamemaliza usajili. Wamemaliza usajili. Kwa hiyo wametengeneza timu shindani na yenye uwezo na wamemaliza usajili. Japo Simba msimu ujao wamefunga na wao kitambaa cha usongo. Simba msimu ujao wamefunga kitambaa cha usongo katika sajili zao. Fanya sajili nzuri sana. Unajua safari hii Simba wameapa na Yanga. Lakini msimu ujao wamefunga kitambaa cha usongo dhidi ya Yanga Africa. Ndio maana Yanga Africa na wao wanafanya sajili ngumu. Lakini kwa kweli Simba msimu ujao wamefunga kitambaa cha usongo. Angalia aina ya sajili wanazotambulisha, timu yao uwezo walikuwa nao, hawataki kuacha walipoishia. Vile vile Azam nao wamefunga kitambaa cha usongo. Usajili wa msimu ujao. Kwa hiyo kutakuwa na ligi nzuri, bora yenye ushindani. Lakini mimi watu hofu. Watu wanaanza mjadala, wana kocha hajaja sio kocha. Wana kocha ndio anaishauri. Ndio huyo Mankoba. Sawa. Lakini kuna baadhi ya maneno yanazungumza kwamba kwa nini Young Africans amejiondoa katika mashindano ya Sekafa ya Kagame, kwamba Simba wamesalia mle kwa sababu gani, na tetesi ni kwamba wao wanaenda katika mashindano ya Toyota. Kuna nini katika hili? Ni kujiandaa na timu katika sura ya kimataifa sana. Ndio ambacho kimewafanya Yanga wajiondoe kwenye michuano hii. Wanajiandaa na timu yao katika sura ya kimataifa sana na kujipa muda wa kujiandaa timu zaidi. Unajua hawa wamepata kocha mpya. Wanahitaji akae na timu kwenye mazingira ambayo yana sura ya kimataifa. Yanga hakuna msimu mwatu wa jasho kimataifa kama msimu wa jana kuishia makundi, wameumia sana. Kwa hiyo wanahitaji kupata utulivu na coach katika sura ya kimataifa sana. Ambako ukienda kombe la Toyota utapata testi ya kimataifa zaidi. Hapa kwetu tutazungumzia testi za ukanda, unacheza sisi na timu kutoka Rwanda, ni timu ambazo ziko kwenye ukanda zaidi. Kwa hiyo wanaangalia ile testi ya kimataifa. Ndio maana hawatakuwepo hawa kwenye michuano ndani. Ndio hiyo plan ambayo kwa taarifa nilizonazo wamefocus hicho kitu. Sawa, kumalizana na hili hapa kwa upande wa Steve Barker. Ni kocha ambaye tayari sasa ameshaizoea ligi ya Tanzania.
pengine kuelekea msimu mwingine wa 26 27 atakuwa ni kocha wa aina gani? Tayari kashaonesha kitu, tutarajie kuona kocha wa aina gani? Steve Barker ni kocha bora sana, mzuri. Nategemea kuona makubwa kwake msimu ujao zaidi, kutegemea na namna ambavyo Simba watamboresha kikosi. Na naona aina usajili mwingi unatoka na mikono yake. Kwa hana visingizio. Steve Barker msimu ujao hana visingizio. Usajili unatokana na ushauri wake kwa kiwango kubwa. Kwa tusubiri nguvu yake ya msimu ujao. Sawa. Shukrani sana. Sasa